Rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-karim Muhammad bin Abdullah sadiq al-amin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi hurril mayamin, amma ba'd. Allahumma ja'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun wa ja'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun wa ja'alna min awliyaika fa inna awliyaka la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ba'da billahi minash shaitanir rajim, kadhalika al'adhab wal 'adhabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kumtakia rehma Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aya tuliyoisoma ni ya 33 katika surati al-Qamar. Maneno ya Allah aliposema kadhalika al-adhabu, vivyo hivyo ndivyo ilivyo adhabu kwa wale wenye kukosea. Wala adhabu la akhirati akbaru, na kwa hakika adhabu ya akhira ni kubwa mno. Lau kanu yaalamun, lau wangelikuwa wanajua. Maneno haya yamekuja kuendeleza yale ambayo yalizungumzwa huko nyuma kuhusu ashabul janna, kuhusu wale watu wa bustani na shamba ambao waliachiwa shamba na baba yao ambaye alikuwa na tabia ya kila mavuno kuwakusanya maskini na kuwapatia katika mavuno. Lakini alipofariki mzee yule, watoto wale wakafanya ubakhili kuendeleza yale mazuri ya baba yao, wakaazimia kwamba siku ya mavuno watoke pale mjini siri siri, asijue yoyote katika maskini ambao walikuwa na kawaida ya kwenda kuchukua wakati wa baba yao. Lakini jambo lile Allah tabaraka wa taala akalichukulia kama ni ukosaji, na shamba lile hawakuweza kulivuna, kama walivyofanya choyo maskini wasipate, kama ilivyokuwa desturi ya baba yao. Allah naye pia aliwazuia wasipate mavuno moja kwa moja. Shamba lile likaungua, wao waliazimia wawanyime maskini, na wao wakanyimwa na Allah tabaraka wa taala. Tulielezea katika darasa zilizopita, lakini mfano huu walikuwa wakiambiwa watu wa Maka, mpaka Allah tabaraka wa taala kwenye sura hii ameleta kisa cha ashabul janna, idh aqsamu la yasrimunnaha muslihun wala yastaqnun fatafa alaiha taifun min rabbihim wa hum naimun. Mpaka Allah alipoleta kisa hiki, maana yake alitaka kuwaonyesha makufari wa Maka kwamba na nyinyi vile vile neema hii iliyopewa na Allah ya Muhammadi mwaikanusha, hamtaki kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kumfuata Muhammad, vile vile mtaadhibiwa kama walivyoadhibiwa watu waliopewa bustani na shamba, wakaadhibiwa kwa kukosa mavuno kwa sababu ya kutoshukuru neema ya Allah kwa kufanya yale anayotaka. Kwa hiyo Allah anawaambia watu wa Maka, makafiri wale, kadhalika al-adhabu, vivyo hivyo ndivyo ilivyo adhabu kwa wenye kukosa. Kama walivyoadhibiwa watu wa shamba lile kwa kukosa mavuno, na nyinyi pia mtaadhibiwa na Allah kwa kutofuata neema ya Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
taadhibiwa nyinyi pia kama walivyoadhibiwa wenzenu. Wala adhabu al-akhiratu akbaru lau kanu ya'lamun, na adhabu ya akhira ni nzito zaidi, ni kubwa zaidi lau wangelikuwa wanajua wakaepukana nayo. Kwa sababu kuadhibiwa, utaadhibiwa duniani kama wenzao walivyoadhibiwa kwa kukosa mazao yakateketezwa na moto, lakini wafahamu kwamba adhabu ya akhira ni kubwa zaidi. Adhabu ya akhira ni kubwa zaidi wangelikuwa wanajua. Kadhalika al-adhab wala adhabu al-akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Baada ya kuelezea kisa hicho na wale ambao walikufuru neema za Allah tabaraka wa taala katika washirikina na waliuminya baadhi ya neema za Allah zisifike kwa wengineo, na vitisho vya Allah alivyoeleza kundi hilo, aya inayofuata ni kundi la wachamungu. Allah anawazungumzia sasa wachamungu baada ya kuwazungumzia wakosaji. Anasema inna lilmuttaqina, hakika watakuwa wenye kumcha Allah tabaraka wa taala, inda rabbihim, mbele ya Mola wao mlezi, jannatin na'im, na mabustani ya neema. Wenye kumcha Allah mbele ya Allah ambaye ni mlezi wao watakuwa na mabustani ya neema. Maana yake watapewa hayo kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyafanya katika dunia, katika kumwogopa Allah, kumtii Allah na mengineyo. Na hayo mabustani yatakuwa ni akhira. Watakuwa na hadaiki wa basati laisa fiha illa an-na'imul khalis. Mabustani hayo hayatakuwa na chochote zaidi ya neema, alladhi la yasukuhu kadar wala mankhas kama huwa hali dunia, ambayo hayatochanganyikana na ubaya wa aina yoyote wala mapungufu ya aina yoyote kama neema za dunia. Mtu aweza akapewa neema za dunia lakini akawa bado ana matatizo, lakini mabustani hayo atakapopewa cha Mungu mbele ya Allah hayatokuwa na utatizi wa aina yoyote. Afanajalul muslimina kalmujrimin, je, tuwafanye Waislamu ni sawasawa na wakosaji na wenye kumkosea Allah? Afanusawi baina almutii walasi walmuhsini walmujrim, hivi tuwafanye sawa wenye kutii na wenye kukosea na kumwasi Allah? Imekuja kwa istifhamu liinkari, maana yake haiwezekani kwa Allah tabaraka wa taala utiifu akafanywa sawa sawa na mkosaji katika malipo. Hii sawa kwa Allah ni mwenye kutii atalipwa mabustani, ataingizwa kwenye pepo, atapewa vyakula vinywaji vizuri kwa sababu ya utiifu wake. Walmujrim, naye pia atapewa katika yale atakayopewa, atapewa maji ya moto, atapewa usaha, atapewa mti wa zakumu kama adhabu kwake. Kwa hiyo hawawi sawa waliomwamini Allah na kumfuata na wale ambao wamemkataa Allah na bila kumfuata. Kwa hiyo anasema afanajalul muslimina kalmujrimin, je, tuwafanye sawa Waislamu na wale ambao ni wenye kufanya makosa? Maana yake hatutowafanya sawa Waislamu siku ya Kiyama, kalmujrimina, tukawafanya ni sawa sawa na wale wenye kumkosea Allah tabaraka wa taala. Na haya madai yalikuwepo kwa washirikina na makafiri, kwamba wakisema zile neema ambazo tuliishi nazo hapa duniani, tulipewa hapa duniani na Muumba wetu, basi zile zile zitaturudia tutakapokuwa akhera. Maana yake hata kama hatukumsikiza Allah na kumtii, tutakaporudi kwenye mikono yake siku ya Kiyama,
basi tutakuwa na neema zile zile kama tulivyokuwa duniani. Maana yake watakuwa sawa sawa na wale waliomtii Allah, kama watapewa pepo na wao watapewa pepo, kwa sababu duniani walipewa pepo ya dunia. Makafiri wako ambao wana mali, wako ambao wamekutuliwa dunia, wanaishi wanavyotaka kwenye dunia, wanatamani, bali wana itikadi hiyo kwamba watakaporudi kwa Allah watakuta hata neema zao zile walizopewa duniani wanaishi milele tena kule. Sasa Allah anasema haiwezekani. Kule watakaoneemeka hivyo ni Waislamu na waliofanya mema tu. Mujrimuna hawatopata tena, hata akiwa ni tajiri duniani, lakini atakaporudi kwa Mola wake tabaraka wa taala, kwa kuwa alikuwa ni mwenye kukosa, hawezi kukuta neema zile zimerudia tena kwa mara nyingine. Tumeelewana? Tumesema al-istifhamu lil-inkari wa tawbih inazungumzia kuwakosoa na kuwafedhehesha wenye kusema maneno hayo, kana kwamba Allah anauliza kwa kidei, afanajalu muslimina kal mujrimin, hivi yawezekana tuwafanye Waislamu wawe sawa na waliofanya makosa siku ya Kiyama, kwamba wote wapate neema sawa sawa? Itakuwa si uadilifu wa Allah tabaraka wa taala, maana jambo hilo haliwezekani kwa Allah tabaraka wa taala. Ma lakum kaifa tahkumun, ni vipi basi nyinyi mnavyohukumu hivyo? Ni vipi mnavyohukumu katika jambo hili kwamba watu wawe sawa, mwenye kukosa na mwenye kutii Allah tabaraka wa taala? Anauliza kwa mshangao kabisa, ma lakum, nani nyinyi basi, kaifa tahkumuna, hivyo mnavyohukumu, nani nyinyi mnahukumu hivyo? Haiwezekani maana yake hata mara moja aliyomtii Allah akawa sawasawa na mwenye kumwasi Allah siku ya Kiyama au siku ya kukutana na Mola wetu. Am lakum kitabun fihi tadrusun, au nyinyi mna kitabu ambacho mnajifunza ndani yake mambo hayo mnayoyaeleza? Labda kuna kitabu chochote mlipitia ambacho kina alaka na Allah tabaraka wa taala, iwe ni Zaburi, iwe ni Taurati, iwe ni Injili, ambayo imeeleza, kuna mstari ulioeleza kwamba wema watakuwa sawa sawa na waovu siku ya Kiyama. Maana yake wote watapewa neema za Allah tabaraka wa taala. Am lakum kitabu fihi tadrusun, au kwenye jambo hili na kitabu ambacho mlikuwa mkiyasoma hayo mpaka mkajiaminisha kwamba wema na waovu watakuwa sawa sawa mbele ya Allah siku ya Kiyama? Allah anauliza kwa kidei, leteni basi hicho kitabu kinachoeleza hivyo, usidanganyane duniani. Tumeelewana? Am lakum kitabun fihi tadrusun, hal indakum kitabun munazzalun minas samaa takrauna wa tadrusuna fihi, je, mzetu na kitabu kilichoteremshwa kutoka mbinguni ambacho mnajifunza na kusoma kwenye kitabu hicho? Inna lakum fihi lama takhayyarun, kwamba nyinyi mtapata huko kwa Allah yale mnayoyataka. Yale mnayoyataka mtayapata kwa Allah. Ukitaka chakula kizuri utakipata kama ulivyokuwa duniani. Ukitaka kinywaji kizuri utakipata. Ukitaka mke mzuri utampata. Ukitaka nyumba nzuri utaipata. Je, kuna kitabu mlioyasoma hayo kwamba yameandikwa hivyo, kwamba huko siku ya Kiyama yatakuwa hivyo, kwamba mwema muovu wote ni sawa sawa kwa Allah, ukiitamani utapata lolote? Am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun, au nyinyi mlikuwa na kitabu chochote mnachokisoma kuhusu mambo hayo ya kwamba nyinyi mtapata yale ambayo mnayataka siku hiyo? Kila mnachokitaka mtakipata. Labda kuna kitabu chochote mlichokisoma mkayakuta hayo. Hii ni taubihi, wakifedheheshwa kwamba hayo yote hamna ushahidi nayo, mwasema tu kwa tamani. Mwatamani ndio hivyo, kwamba neema mlizokuwa mkiishi duniani, neema mlizokuwa mkiogelea duniani, mwatamani kwamba siku ya Kiyama na siku ya kukutana Mola wetu
mkaishi vile vile kama mlivyokuwa mkiishi duniani. Kuna watu duniani hawajui njaa, yaani tokea kazaliwa mpaka kawa mtu mzima hajui njaa ni nini. Maana afadhali uwe ni Muislamu waweza ukajua njaa kwa kufunga zile sunna au kufunga mwezi wa Ramadhani. Kuna mtu mwingine hajui, yaani huku kuangaikia kula ni hizi sana, ni hizi nchi za dunia ya tatu zaidi, ndio mtu tageti yake akiamka kitandani akibizia kula kwake kwa siku ile. Kuna mtu ana bajeti ya miaka 20 ya kula, yaani ana uhakika wa miaka 20 hatakutani na chakula. Akiamka angalia jedwali yake, ratiba yake, asema adhanipa. Pia kwa kuwa amemudu kula, pia ana jedwali, ana ratiba pale. Asubuhi breakfast yake kwanza atapata mayai mawili, ratiba yaonyesha siku. Yaani akipiga mswaki kashatubulia kwamba mtokoko na lazima pana mayai matatu pale. Kuna siku ya kukaanga, kuna siku ya kuchemsha. Leo ya kuchemsha, basi mtokoko ajua nitakula mkate kule na mayai ya kuchemsha. Baada ya hapo kashapata ratiba yaonyesha kwamba anatunda mbali, atapata tunda. Baada ya hapo atapiga na juisi kidogo, alafu ndo atoka. Lakini kashaangalia mchana huko kazini, akirudi atakuja kula nini? Lakini wale wanaofukuzana na kula ya siku, kwanza atoka haja kula, wala huko anakokwenda hajui atakachokutana nacho huko, hata kama ni ukokota atakafuna. Wakuna ratiba, hata kama kuna mwogo wa kuchoma huko umeangushwa, kuokota ataanza kula huo. Hana ratiba wewe, kilichokuwa mbele ndio hicho. Sasa akifika huko akienda kutana na uji, atakunywa uji. Akienda kutana na maziwa siku hiyo, kwa bahati nzuri atakunywa maziwa. Akienda kutana na chai ya rangi, yaani hala tu yeye kile anakutana nacho. Mara kumepita karanga kaongezwa katafuna, mara kumepishwa. Hilo tumbo lina vurugu chungu mzima zilizokuwa na mpangilio, kutokana na hali zetu zilivyo. Hakuna ambaye hataki kula kwa ratiba kama hiyo, au sivyo bwana? Bwana nani Daudi, si ndivyo tunavyoishi? Kula siku moja ndio wahangaika nayo siku hiyo. Kwa hiyo zote hizi ni kheri, wala sio kwamba Allah amefanya upendeleo. Inawezekana kuna hikma kubwa kwa Allah, na ni kweli. Kwa hiyo kwa kwenye hali hii, kwa hiyo wale ambao wamejitosheleza alafu wakapata na ukafiri, maisha mazuri lakini hana imani, ndio hao wanajenga itikadi kwamba hata siku ya wakikutana na Mola wao maisha yatakuwa ni yale kama walivyoishi duniani kwa raha. Lakini Allah anauliza, mmeyapata wapi hayo? Afanajalu muslimina kalmujrimin, kwamba siku hiyo mkija mtakuwa sawa mliokosea na mlioamini. Am lakum kitabun fihi tadrusun, au wenzetu mlikuwa na kitabu chochote mlichokuwa mkikichungulia na kukisoma kilituelezea hayo. Inna lakum fihi lama takhayyarun, kwamba nyinyi mtakuwa siku hiyo na yale mnayotaka. Kila unachokitaka utakuwa nacho, mtapata yale mnayotaka siku hiyo. Wenzetu labda kuna sehemu mmechungulia kwenye vitabu, katika vitabu vya Allah, lakini wanaulizwa kwa kebei kwamba hayo hayapo. Hakuna kitabu kinachoelezea hayo, kwamba muovu na wema watakuwa daraja moja siku ya Kiyama, wala muovu kwamba kila atakachotamani siku ya Kiyama na akiwa kwenye moto atapewa ile hata kama hakimstahiki. Hakuna hilo, hakuna hayo. Hayo yote ni madai yenu ya urongo. Allah anaendelea kuwazodoa, nasema amlakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyama, au nyinyi mna viapo makini juu yetu, na viapo madhubuti
juu yetu ila yaumi alqiyama, ambapo vitaendelea mpaka siku ya Kiyama. Viapo hivyo ambavyo mmefunga navyo ahadi na Allah tabaraka wa taala, kwamba siku hiyo yale mnayotaka mtayapata, bali yale tukopewa wema na nyinyi mtapewa. Am lakum aymanun alaina baligha, au nyinyi na viapo na ahadi juu yetu ambazo ni madhubuti ila yaumi alqiyama, ambavyo vitaendelea viapo hivyo na ahadi hizo mpaka siku ya Kiyama. Inna lakum lama tahkumun, hakika ya nyinyi mtapata yale ambayo na yahukumu, mtayapata. Wanaambiwa kwa njia ya kelele, mtayapata yale mnahukumu. Maana yake nyinyi mtatamani kheri, lakini mtakayopata ni yale ya shari ambayo yalitumwa na nini? Yalitumwa na matendo yenu mlipokuwa duniani. Duniani hamkumsujudia Allah, duniani hamkumtii Allah, duniani hamkumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pamoja na yote mwajiweka daraja sawa na wale waliomtii Allah na kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Allah anasema inna lakum lama tahkumun, kwa hakika mtayapata yale mnayoyahukumu na kujipangia, mtayapata, lakini si kwa njia ile ambayo wanaitamani wao, bali ni kwa ile njia ambayo Allah ataona wanastahili katika matendo yao walioyafanya waliokuwa katika dunia. Saluhum imekuja kwa fi'li amri, tumeelewana? Saluhum ayyuhum bidhalika zaim. Sal ni fi'li amri ya fi'li gani? Sal ni fi'li amri ya fi'li gani? Sal ya fi'li gani? Madhi yake ni ipi? Madhi. Yas'al fil mudhari, taka madhi, taka fi'li madhi. Sa'ala, sa'ala inakuja yas'alu, fi'li amri yake is'al au sal. Na kwenye Qur'ani zimekuja zote fi'li amri hizo. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha. Was'alil qarya imekuja kwa is'al, na imekuja kwa is'al, na hapa imekuja kwa sali. Baadhi ya mufassirin wakasema, kwa nini wakati mwingine imekuja is'al na wakati mwingine imekuja sal kwenye Qur'ani, wakati zote ni fi'li amri ya fi'li sa'ala? Wakasema inapotanguliwa na harfi fi'li amri hii ya sa'ala inakuja is'al, inapotanguliwa na herufi nyuma yake, iwe ni harfu al-'athfi kama wau au fa au thumma na mingineyo kama hayo, na inakuja is'al. Waona pale was'al qarya, fi'li amri imetanguliwa na nini? Na wao, was'al qarya. Lakini hapa saluhu haikutanguliwa na yoyote, ndio maana haikuja is'al, imekuja sal. Wallahu a'lam. Si mmeelewa au nirudie? Sal ni fi'li amri ya sa'ala, kama vile ilivyo is'al, vile vile ni fi'li amri ya sa'ala, na zote zimekuja kwenye Qur'ani. Ukiangalia katika surati Yusuf, Allah tabaraka wa taala anasema was'alil qarya, akusema wasal qarya, akusema wasal qarya, asema was'al. Imetumika is'al, haikutumika sal, aliyakuwa zote ni vile amri za sa'ala. Waula
inaweza kuwa ni watu afya au istinafi, wallahu a'lam. Lakini leo tumesema kwa nini sal, kwa nini wasal? Wanasema mufasirina, fiili amri ya saala inapotanguliwa na herufi inakuja isal. Tumeelewana? Kama kule wasal qarya, kwa sababu kuna wao, kwa maana inakuja isal. Inapokuwa ikitanguliwa na herufi inakuja nini? Sal. Kama hapa imekuja sal, haikuja isal. Wallahu a'lam. Salhum ayyuhum bidhalika za'im. Anaambiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waulize hao basi, ayyuhum bidhalika za'im, ni nani mdhamini wao wa hili wanalosema kwamba watu wema katika siku ya Kiyama watakuwa sawasawa na watu waovu. Tumewambia kwamba labda kuna kitabu chochote wanachokisoma kilichoeleza hilo, lakini hamna. Kwa hiyo anaambiwa Mtume Muhammad, salhum ay is'aluhum ya Muhammad, waulize hao Muhammad, ayyuhum bidhalika za'im, ni nani mdhamini wao wa haya wanayosema kwamba watu wote watakuwa sawa vyema. Maanake kana kwamba hakukuwa na faida ya kufanya ibada duniani. Kama sote tutakuwa sawa siku ya Kiyama, kuna faida gani ya watu kutia udhu, kuja swali, mtu kutoa mali yake sadaka na zaka, mtu kutoa mali yake kwenda hija, mtu kuacha chakula chake akashinda na njaa, kushinda na kiu? Kuna faida gani kama sote kumbe siku ya Kiyama tutakuwa sawa? Yale tunayotamani mazuri tutapewa, kafiri atapewa, mwema atapewa, muovu atapewa, muhsin atapewa. Kama haya walioyasema wanayetakidi hivyo, salhum, waulize wao, ayyuhum bidhalika za'im, ni nani mdhamini wao wa kuyasimamia haya na kuyaeleza vizuri haya. Kuna yoyote anaowakilisha katika hilo, waseme ni fulani, iwe ni katika mitume au ni katika watu wengine, ni nani ambaye mdhamini wao? Wa fihi naw'un min as-sukhriya wa tahaqqub bihi, na katika maelezo haya katika aya kuna kuwafanyia istihza na kuwacheza shere, kwamba haya ni zetu, ni nani mlisikia akisema katika mnaoamini ili tupate faida zaidi, kama vile kuambiwa kwamba hatu burhanakum, leteni dalili yenu na hoja yenu ya yanayozungumza. Hawana, hakunapo mtume aliyosema hayo, hakunapo walii aliyosema hayo, bali hakuna kitabu chochote kilichozungumzia hayo. Salu ayyuhum bidhalika za'im. Am lahum shurakau, au wao wanawashirika ambao wanashirikiana nao katika jambo hili, wanawadhamini kwenye jambo hili. Faliyatu, basi walete bishurakaihim, au washirika wao. Imekuja kwa faliyatu, albau fau nasiha, maana yake kwamba inkanu lahum shuraka faliyatu, basi kama wanao kweli hao washirika wawalete. Inkanu sadiqin, wakiwa wao ni wa kweli. Am lahum shuraka, au wao wanawashirika, ikiwa wanao, kama wanakubali hivyo wanao, faliyatu, basi na walete hao bishurakaihim, hao washirika wao, inkanu sadiqin, ikiwa wao wa kweli, ambao watakuja kutilia nguvu katika madai yao ya kwamba hakuna haja ya kutenganishwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wema na waovu siku ya Kiyama. Wawalete hao washirika wao watakutia nguvu katika haya. Lakini al-amru litajiz, watu wa usuli na balagha wanasema amri hapa kharaja an maanihi al-asli, imetoka kwenye maana yake ya asli. Pale aliposema Allah faliyahdu bishurakai, faliyahdu, hiyo ni fi'li amri. Tumeelewana?
hiyo ni pili, amri. Falyaku bishurakai, basi wawalete hao washirika wao. Wanaweza kuwaleta? Hawawezi kuwaleta. Maana yake wanasema al-amru kharaja an ma'nahu al-asli wa huwa talabu fi'li ala wajhi istila ila maani ukhra wa hiya at-ta'jiz. Maana yake wameambiwa walete, lakini hawataweza kuleta. Hawataweza kuleta. Wao washirika watakuja kuthibitisha hilo, watawatoa wapi? Watatoa wapi? Hakunapo mtume alisema hivyo, hakunapo kitabu kilichosema hivyo, watatoa wapi? Cha kuwafanya watu wote kwamba waweza. Falyatu bihim in kanu sadiqina fi da'wahu, na walete basi ikiwa ni wakweli katika madai yao. Wa hadha tamjizun lilkuffari, na hii ni kuwafanya washindwe makafiri, hawawezi kufanya hivyo. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati', siku atakapopenua muundi, siku utakapopenuliwa muundi. Muundi tukizungumzia, majua Kiswahili hicho cha muundi. Muundi ni upi? Waarabu wanaita sak. Waarabu wanaita sak. Sheikh Daudi, Kiswahili sasa hivi pia tumekaa vizuri kwako, mashaallah. Nilikuwa na wasiwasi na wewe, hii kupiga kelele yote majua kakulenga wewe Sheikh wangu. Umeona neema ya kukaa miji ya Waswahili hiyo. Kiswahili chao kimekuwa kizuri tu. Naam. Kwa hiyo wanasema siku itakapopenuliwa muundi, imekuja kwa mabniyu lilmajhul, kwamba utakapopenuliwa muundi, wayudauna ila sujudi, na wataitwa wanadamu wa sujudu, fala yastati'un, na wala hawatoweza. Aya hii ulama ahlu sunna wal jamaa wanathibitisha muundi wa Allah tabaraka wa taala. Inna lillahi saqun yaliqu bijalalihi nuthbitu ma athbata Allah ala nafsihi min ghairi takyifin wala tamthil wa min ghairi tahrif wala tashbih. Tunathibitisha, wanasema ahlu sunna wal jamaa, kwamba tunathibitisha ile Allah alichothibitisha kwake yeye mwenyewe, pasi ya kufananisha wala kuleta usampuli wala kuhawilisha, kubadilisha bila kushabihisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye sifa yake hii ya muundi inaambatana na uwezo wake na ukubwa wake, kama vile alivyosema yadullahi fawqa aydihim, mkono wa Allah uko juu ya mikono yao. Allah amethibitisha kwamba ana nini? Ana mkono, lakini mkono wake uko mkono kama wa nani? Sisi huko hatuendi, sisi tunathibitisha, kwa sababu ukitaka kufananisha mkono wake utafananisha mwanadamu ana mkono, punda na mkono, tumeelewana? Ng'ombe ana mkono, birika ina mkono au birika chupa ya chai ina mkono. Sasa ukitaka kufananisha, kila kimoja kina sifa yake, na Allah alipothibitisha mkono anathibitisha kwa sifa yake, yaliqu bijalali. Unaona, yaliqu bijalali. Yadullah
maa aljamaa, mkono wa Allah uko pamoja na kundi. Sarahatan, mkono watakufanya tahawili waifanyaje tahawili wewe? Nuawilu asante. Kwa hiyo sisi twaegemeza kwake sifa hii, alafu twamtakasa. Kumtakasa kwake ni kule kusema mkono wake haufanani na chochote, ndio kumtakasa Allah, kwa sababu utamfananisha na nini? Allah tabaraka wa taala hakushindwa kusema aunullahi maa aljamaa, msaada wa Allah uko pamoja na kundi. Alishindwa kusema hivyo? Mbona sehemu nyingine kasema maneno ya au biayuni, anaenda kwa mtazamo wetu, maana yetu sisi ndio tunamuongoza. Hii ni kuthibitisha kwamba Allah ana jicho, lakini sio kama hivi. Asante. Hata Imam Malik rahimahullah alipoulizwa kuhusu istila, arrahmanu ala al-arshi istawa, istila, arrahmanu ala al-arshi istawa, istiwa, akaulizwa kaifa stawa, kaifa yahtali Allah ala al-arshi. Sasa huko ustawi kwake hapo juu ya arshi iko vipi? Utakujua Allah istiwa yake iko vipi? Akasema maneno yake maarufu, akasema al-istiwa'u ma'lum. Neno istiwa ni neno maarufu, kila mmoja akiambiwa istiwa anasema lake nini. Wal kaifu majhul, ile usampuli kwamba amekaa labda amejenea moja zaidi au amechuchumaa au amesimama au amelala kidogo, hiyo sampuli majhul, hakuna kiumbe kinachojua hivi. Walimanu bihi wajib, kuamini kwamba Allah ni mustawi ala al-arshi, jambo hili ni wajibu kwa kila Muislamu, kwa sababu ni aya ya Qur'an inasema hivi, ni wajibu kuamini. Wasualu anhu bid'a, kuulizia namna ile ni istiwai ya Allah au kuulizia namna ya mkono wa Allah au kuulizia muundi wa Allah au kuulizia namna ilivyo jicho la Allah, jambo hili bid'a, haijamuulizwa Mtume maisha yake yote. Na hii Qur'ani ilikuwa ikisoma kwa maswahaba, Mtume akiwasomea na maswahaba wakichukulia ile iliyosoma, kwa sababu wanajua jicho ni jicho, isipokuwa ile karina ya kuepusha kwamba isiwe jicho, hiyo ni katika istiara. Sasa hiyo ni kwenye babu ya istiara. Kwa hiyo Allah yeye sifa zake hazitumii istiara akisema ni jicho, kwa sababu Qur'ani imekuja katika lugha ya Kiarabu fasaha. Wako waliosema, na hii ndio kauli raji katika tafsiri hii, yauma yukshafu an saqi, siku itakapopenuliwa muundi. Maana yake kama ilivyokuja katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, anasema sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri anasema nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yakul, akisema, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, yakshifu rabbuna an saqihi, Mola wetu atapenua muundi wake, fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin, kama ilivyokuja katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah, ameleta hadithi hii, fayakshifu rabbuna an saqihi, Mola wetu ataupenua muundi wake, fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'mina, na watamsujudia kila Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke. Wayabqa man kana yasjudu fi dunya,
watabakia wale walikuwa wakisujudu duniani riaa wa sum'a, wakisujudu kwa kuonyesha watu na kufanya kwa ajili ya sum'a. Watabakia wale sum'a, kufanya jambo ili watu wakusikie. Fayadhhabu liyasjud, yule ambaye alikuwa akisujudu kwa kuonyesha watu duniani, akiswali kwa kuonyesha watu, ataenda ili apate kusujudu. Fayaudu dhahruhu tabaqan wahida, mgongo wake utanyoka, utakuwa mgumu, hauwezi kupinda. Waislamu wote walikuwa na taa duniani, walikuwa wakifanya ibada, Allah atakapopenua muudi wake kwa waume wote watasujudu. Wanafiki wale walikuwa wakiswali kwa ajili ya kuonyesha watu, kila wakitazama mgongo umenyooka, huendi. Na sawa sawa na aya hii Allah amesema yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, siku utakapopenuliwa muudi, wa yud'auna ila sujudi, na ndipo watu watakapoitwa kwenda kusujudu, fala yastati'un, na wala hawataweza kusujudu, kwa sababu duniani walikuwa hawasujudu kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, hawamwabudu wala hawaswali kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo kama waliokuwa wanamcheza shere Allah kwa kusujudu lillahi wa ikhlasi lillah, siku ya Kiyama napo pia Allah atazuia migongo yao isipinde kuinama kifudifudi na kusujudu. Itakuwa ni ishara mbaya ya kuonyesha kwamba hawa pamoja walikuwa wamechanganya na Waislamu duniani kwenye ibada, lakini walikuwa wakiswali kwa ria na sum'a. Allah kuhifadhi na hao. Lakini wapo waliofasiri aya hii yauma yukshafu an saqi, wanasema hii ni kinaya an shiddati lhauli wa amrun adhim. Hii ni kinaya ya kuonyesha jambo zito. Maana yake yauma yukshafu an saqi, siku ambayo jambo litakuwa ni zito la kutisha, siku ya Kiyama, jambo ambalo litakuwa ni zito la kutisha. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, na wataitwa kwenda kusujudu na wasiweze kusujudu. Ala kulli hal, lakini tafsiri ya kwanza ambayo imethibitisha muudi kwa Allah, hii ndiyo ambayo ulama Ahlusunna wal Jamaa wamesimamia, kwamba Allah atainua muudi wake na watu wataanguka kifudifudi kusujudu, isipokuwa wale waliokuwa hawafanyi hivyo duniani kwa kumtaka radhi Allah tabaraka. Allah tuepushe na hao. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah, hali ya kuwa dhalili macho yao. Khashi'a wanasema hii ni ismu fa'il ambayo imefanya kazi ya fi'ili yake, ndio maana ukaona absaru imekuwa ni marfu li'annahu fa'il, kwa sababu hapo ilipo ni fa'il ya neno khashi'a ambayo ni ismu fa'il. Khashi'atan absaruhum, hali ya kuwa dhalili macho yao, tarhaquhum dhilla, wakiwa wamefinikwa wao na unyonge, macho yao yatakuwa manyonge. Tarhaquhum dhilla, wakiwa wamefinikwa na udhalili na unyonge. Maana yake mizeni wote wameweza kusujudu, nyinyi kila mnazoenda mmekuwa kama mbao vigogo yenu, lazima utakuwa umefinikwa na fedhea, utafedheka mbele ya hadhara ya Allah. Kila mmoja atajiona kumbe ni nuksi, mzetu wameenda, kwa sababu makrama. Usujudu siku hiyo mbele ya Allah ni takrima, ile ni takrima kubwa, heshima kubwa ile, wasujudu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini alafu na ambaye anakosa fursa hiyo, maana yake ni udhalilifu wa hali ya juu, udhalilifu wa hali ya juu. Kwa hiyo Allah anasema macho yao yatakuwa manyonge, yatakuwa yamedhalilika, yamepeleka macho yao, tarhaquhum dhilla, lakini na wao wenyewe watakuwa wamepishwa, wamefinikwa na udhalili. Waqad kanu yud'auna ila sujudi, na hakika walikuwa wakiitwa kusujudu wao duniani, wahum salimun, hali ya kuwa wako salama.
lakini walikataa. Duniani hakuna ambaye alikuwa amepigwa na mgongo, hakuna. Watu wote migongo yao iko salama. Ukitaka kusujudu utasujudu, ukitaka kurukuu utarukuu. Duniani iko hivyo, lakini watu kwa kibri hawakutaka kulifanya hilo, kumtii Allah. Kwa hiyo siku hiyo wakijaribu kwamba stop, baba, sio kazi yako hii baba, mgongo wako ulianza lini kupinda ukasujudu? Hebu sio kwanza. Kila kitaka kwenda, baadhi ya ulama wanasema akitaka kwenda mbele ili anguke kutogozoga arudi nyuma mzima mzima kama jimbao lilosukuma hivi. Kila mtaka kwenda arudi kwa kupungua njia za chini. Kila mtaka kwenda fedheka kabisa. Ishara mbaya ambayo watapata waovu siku hiyo ya Kiyama. Wakad kanu yudauna ila sujudi, na walikuwa wakiitwa na kulinganiwa kusujudu. Jamani, fanyeni ibada, sujudieni Mola, kama viungo vyenu viko salama. Sasa hivi ukitaka kupinda utapinda, usujudu mpaka chini bila kuanguka. Lakini mtu hataki, tuwatomekea najiona mfupi kabisa. Yule katika mavazi yake mtaani hataki kusujudia Mola wake, siku hiyo atajaribu, atapendeka. Kuna hizi swala pia ni tajribati. Katika moja faida ya swala, moja wapo ni tajribati. Swala ni mazoezi. Mzee anaoswali na mzee ambaye haswali, chunguzeni, utaona wana tofauti. Chunguzeni mzee anaswali, na tunasema wazee kwa sababu wazee ndio ambao mili yao inaenda mwisho, imechoka sana. Chunguzeni mzee ambaye ana ibada na mzee ambaye ana ibada, wana tofauti. Kwa hiyo waonaji ile ibada kama mtu alianza kutoka utoto wake, hawazeeki. Kina mzee Saidi hawa, Allah wahifadhi, kila siku waona bado waweza ukamtoa hapa mpaka mwahapo huyo kina nani wewe, waweza ukadharau ile Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar, waweza ukaiona ni ndogo, lakini kama umeanza tokea siku hiyo, mwili unakuwa na mazoezi, mwili unakuwa na mazoezi. Kuna bwana mmoja alikuwa ni kiongozi siku hiyo, kwa kuwa kapata uongozi. Wajua watu siku zote huwezi kujua ni Muislamu au si Muislamu. Siku akianza kupata uongozi, sasa utamwona ni msikiti na yeye matukio na yeye mambo msikitini. Basi ile tashahudi aliyoikaa, ile tahiyatu aliyoikaa, waona huruma hivi, wameona hivi juu hapa kitabu. Wewe kawa mzima, ngoja kuisha kukata tahiyatu tena, mili yote huku tayari na mekazi. Basi wameona huyu sijui kama atarudi tena kuswali leo, akitoka hapa huyu arudi tena hivi alivyokaa huyu, au kama hakutoa upepo hapa leo, bahati ukaa huku. Waona hivi Uislamu gani wewe? Mwataka mkalazimisha kusujudu, mtashindwa siku hiyo. Sujuduni sasa hivi ukiwa na afya njema, kama mwenyewe anavyosema tabaraka wa taala, wakad kanu yudauna ila sujudi au kusalimu, walikuwa wakiitwa wasujudu na waswali, hali ya kuwa walikuwa wazima kabisa. Hawakutaka, sio kwamba hawakuweza duniani, hawakutaka huku, sio kwamba mtu ashindwa kuweza. Leo si tuna kila misikiti kuna viti, huwezi kuswali kukaa, kusimama, utaswali kukaa, bali ni sheria hiyo. Huwezi kuswali kukaa, utaswali kulala, hata ile wapi. Kama huwezi kukaa ufanyaje? Utaswali kulala. Sasa swala ya dini ufanyeje? Wataka kuswali wapi? Nyumbani? Kwa nini si swali jamaa kama una uwezo wa kuja hapo msikiti? Allah tabaraka wa taala anasema fadharni wa man yukadhibu bihadha, niacheni naye, niacheni mimi, wa man yukadhibu bihadha alhadith, na yule ambaye anakadhibisha haya maneno, maana yake anaikadhibisha hii Qur'an, niacheni naye. Muona mziki huo,
Niacheni naye. Maneno mazito kabisa. Na ndo tafunga hapa, muda umekwenda pia. Anasema fadharni wa man yukadhibu bihadha, niacheni na yule ambaye anakadhibisha maneno haya, anakadhibisha Qur'ani hii, niacheni nayo. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, nitamvuta polepole kwenye mikono yangu bila wao wenyewe kujua. Tawavuta polepole, maana yake kila siku namvuta, nampa muda kidogo, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inna Allaha yumli lidhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Thumma qara qawla Allahi tabaraka wa taala, kisha akasoma Allah tabaraka, kauli ya Allah iliyokuwa katika surati Hud aliposema inna akhdahu alimu shadid, hakika ukamato wa Allah ni mkubwa na mzito. Maana yake hadithi hii kwamba Allah anampa muda muovu, inna Allaha yumli lidhalim, Allah anampa muda muovu hata idha akhadhahu lam yuflih, mpaka akimshika na kumwingiza kwenye mikono yake hawezi kuponyoka tena, hamwachii. Afanyiji? Hamwachii. Sasa ndo hapa Allah anasema fadharni wa man yukadhibu bihadha alhadith sanastadrijuhum, nitampa muda polepole kuja kwangu, nitamvuta polepole, min haythu la ya'lamun, bila ya wao wenyewe kujua. Maana yake kama ni dunia, mtu atafunguliwa kama kawaida, na mtu anapofunguliwa dunia saa nyingine haifu kwamba ana mapenzi kwa Allah, kumbe saa nyingine kule ni kukamatwa kwa Allah, ampa muda ili atume zaidi, akamwadhibu zaidi. Saa nyingine neema inakuwa ni janga kwa mtu, saa nyingine inakuwa nini, kila unalofanya la kumbuka, kila unalofanya la kumbuka, kumbe Allah anampa muda kwa kuvuta uingie kwenye timing zake, kisha ingia akikushika hakuna kuchomoka. Allah kuhifadhi na hayo. Anasema wa umli lahum, na nitawapa muda wao, inna kaidi matin, hakika vitimbi vyangu mimi ni vizito mno. Wa umli lahum, na nitawapa muda wakati wote wanaoendelea na mambo yao, nitawapa muda wao, lakini inna kaidi matinun, hakika vitimbi vyangu na hasira zangu ni nzito, vitimbi vyangu ni vizito sana. Tumombe Allah tabaraka wa taala atujalie mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum.